Unajua, kuna aina fulani ya watu, ukiwaona tu, hata kabla hawajazungumza, unahisi kabisa kwamba hawa watu wana pesa. Hawa ni watu wenye pesa. Sijui kama umewahi kuona mtu anaingia sehemu fulani, halafu watu wote wanamgeukia automatically. Yaani kila mtu lazima ageuze shingo. Sio kwa sababu huyo mtu amepiga kelele au ameonyesha pesa, lakini kuna kitu fulani kinamtoka ndani yake. Kuna nguvu fulani inakuwa inamzunguka, na hii nguvu ni nguvu ya pesa. Ni nguvu ambayo inazungumza kabla yeye hajazungumza. Halafu sasa kuna aina nyingine ya watu. Hawa hata wajitahidi kiasi gani, maisha yanaonekana kama yanawakataa. Yaani hata wajinadi vipi kwamba mimi nina hela, hata wakizionyesha, lakini nishati inayowazunguka, nishati inayowadefine inawakataa. Wewe unayemtizama kwa macho, unaona kabisa huyu mbona hafanani kuwa na pesa. Nadhani hii imeshawatokea watu wengi sana, na wengi mmeshaishuhudia. Sasa leo nataka nikufungulie siri ambayo watu wengi huwa hawaijui. Watu wengi hapa duniani wanahangaika kutafuta pesa, lakini hawaelewi kuwa muonekano wao, yani energy yao inayowazunguka, namna wanavyojitunza, wanavyoukea mwili wao, ndivyo wanavyofukuza utajiri bila kujua. Naomba unisikilize kwa makini sana. Muonekano wako unaweza ukawa ni sumaku ya utajiri au unaweza ukawa ni sumaku ya upungufu. Na leo utaelewa ni kwa nini. Kumbuka kwamba universe huwa haisomi maneno yako kwanza. Universe inasoma vibration yako. Inasoma nguvu yako iliyopo ndani yako. Namna wewe unavyovaa, unavyonukia, unavyotembea na unavyojiangalia wewe mwenyewe. Vyote vinaongea kabla haujafungua mdomo wako. Yaani wewe kuwa na pesa hakukuhitaji kutangaza au kuwaoneshea watu kwa vitendo. Appearance yako tu inadhihirisha kwamba huyo mtu ana pesa au huyo mtu hana pesa. Kila kitu ni nishati, na nishati ina nguvu kuliko maneno yako. Nishati ina nguvu kuliko matendo yako. Wewe unayetazama video hii, naomba utambue kwamba mwili wako ni hekalu la energy yako. Watu wengi huwa wanajiteketeza alafu wanashangaa kwa nini confidence imekufa. Kwa nini mimi sijiamini mbele za watu? Naomba utambue mwili wako sio mwili wa nyama na mifupa tu. Mwili wako ni kama transmitter. Ni kituo ambacho kinarusha signal kwa universe kila sekunde. Sasa ukijiachia, ukawa unavaa ovyo kila siku, unatembea kama mtu aliyekata tamaa, unatembea kama mtu ambaye hajielewi, subconscious yako inaanza kuamini, labda mimi sio mtu wa viwango, labda mimi ni mtu ambaye sina thamani, na hapo energy ya wingi wa pesa inaanza kuzimika. Na kitu cha ajabu ni hiki hapa. Pale utakapoanza kujitunza, hata kabla pesa hazijaja, unaanza kubadilika kuanzia ndani yako. Niamini mimi, unaanza kutembea tofauti. Unaanza kujiamini tofauti. Unaanza kuhisi kama kuna kitu kikubwa kinakuja kwenye maisha yako. Na universe inaanza kujibu hiyo signal. Inaanza kujibu huo mtetemo. Vipo vitu ambavyo ukivizingatia vinakwenda kubadili mtetemo wako kuanzia ndani na kuvuta nguvu ya pesa ije kwako. Kitu cha kwanza kabisa ni harufu. Harufu yako ina nguvu kuliko unavyodhani. Na watu wengi wao wanadharau sana hiki kitu. Lakini ngoja nikwambie ukweli. Harufu yako inaweza ikabadilisha kabisa state ya akili yako. Kuna perfume ukijipulizia ghafla unajisikia uko powerful. Unajisikia wewe ni mtu wa tofauti. Unatembea tofauti, unaanza kuongea tofauti, confidence yako inapanda. Sasa unaweza ukajiuliza ni kwa nini? Kwa sababu harufu huwa ina connection ya moja kwa moja na emotions zako, yani hisia zako. Na ndio maana kuna watu ukipita tu karibu nao unahisi energy yao. Yani unahisi kuna energy fulani imepita karibu yako. Na nataka uelewe hiki kitu. Kunukia vizuri sio kujionesha au sio kuringa. Kunukia ni vibration. Ni message unayotuma kwa subconscious yako kwamba mimi ni mtu wa thamani. Na subconscious ikishaamini hivyo, unaanza kuvuta treatment tofauti kutoka kwa watu. Opportunities zinaanza kukufuata tofauti. Kitu kingine ni nguo zako unazozivaa, mavazi yako.
Nguo zako zinaongea kabla haujaongea kitu chochote. Yaani kabla mtu hajajua jina lako, kabla hajajua akaunti yako ina nini, anakuwa tayari amesoma energy yako kwa kupitia muonekano wako. Na huu ndio ukweli ambao watu wengi hawaambiwi. Na hapa mimi sizungumzii kuvaa brand za mamilioni. Sizungumzii kuvaa nguo zenye gharama kubwa. Hapana. Nazungumzia usafi, mpangilio wako, quality na namna unavyojibeba katika hayo mavazi. Kuna watu wanavaa kawaida sana lakini wanaonekana expensive. Yaani hizo nguo zako za bukujero, nguo zako za mtumba za bukubuku, lakini the way unavyozipangilia, the way unavyozipenda, unavyozitunza, zinatoa signal fulani kwa ulimwengu. Kuna watu wanaishi kwenye energy ya kujiachia, yani energy ya kujizira. Unakuta nguo zimekunjamana, mwili umechoka, hawajitunzi, akitembea anatembea huku amepinda mgongo, ameinama, alafu anataka kuvuta wingi wa pesa. My dear, haiwezekani. Kwa sababu wingi wa pesa huwa unavutiwa na energy ya kujithamini. Yaani wewe ili uweze kuonekana ni mtu mwenye pesa au ulimwengu uweze kukutambua kwamba wewe ni mtu unayestahili kupata pesa, haikuhitaji kununua nguo za gharama, haikuhitaji kuvaa nguo za fashion, yani kila fashion ikija wewe uvae. Hapana, inakuhitaji uboreshe huo muonekano wako. Boresha hayo mavazi yako ulionayo. Pangilia vizuri, pangilia zile rangi zako za nguo. Na ndio maana watu huwa wanashangaa sana. Wanasema matajiri huwa hata hawahangaiki kwenye kuvaa. Yaani anavaa tu nguo simple sana. Sasa hawajui hii siri. Ili wewe uonekane ni tajiri au ili uweze kuvutia pesa, haikuhitaji uwe na pesa nyingi, haikuhitaji ugharamikie sana mavazi yako. Just jipende. Hayo mavazi ulionayo yawe ni ya gharama, yawe ya bei rahisi, yapende, yapangilie vizuri. Tembea vizuri kwa kunyooka, tembea kwa kujiamini na pesa itakufuata. Nguvu ya pesa itakutambua, itakufuata tu. Energy ya pesa huwa inavutiwa na energy ya kujithamini. Kwa hiyo kama unataka pesa, kama unataka vitu vizuri maishani, anza kwanza kwa kujithamini kwenye mavazi yako. Na kitu kingine ni vitu vya thamani au mapambo ya thamani. Hivi vitu huwa vinabadili vibration yako. Ushawahi kuvaa kitu alafu ukajisikia tu kwamba leo nina utofauti fulani. Labda umevaa saa nzuri, pete nzuri, cheni au viatu vizuri. Sasa watu wengi huwa wanadhani kwamba hii ni show off au limbukeni au sisi kujionyesha wewe ni star. Lakini kuna siri kubwa sana nyuma ya hiki kitu. Vitu vya quality huwa vina energy tofauti. Ukivaa kitu kinachokufanya ujisikie wewe ni wa kiwango cha juu, subconscious yako inaanza kubadilika. Unaanza kujiuliza, kama mimi ni mtu wa thamani hivi, kwa nini niendelee kuishi maisha ya chini? Yaani wewe mwenyewe unaanza kujipandisha thamani. Na ndio maana kuna baadhi ya watu huwa wanadiriki kuiba mavazi ya wasanii labda wanapokuwa stejini. Na akifanikiwa kupata kile kitu, energy yake inabadilika. Anaanza kujiona yeye ni wa thamani, anaanza kujiona yeye ni wa juu. Sasa ule sio utoto na wala sio ujinga. Ile ni energy inabadilika. Yaani subconscious yako inaambiwa kwamba hapa kuna kitu cha thamani umepata. Kwa hiyo anza kubadilika na wewe, anza kuendana na hii energy. Na hapo standard zako zinaanza kupanda. Unaanza kufanya decisions tofauti. Unaanza kuwa na malengo ya mbali. Unaanza kusema hapana kwenye vitu ambavyo vinakushusha thamani. Na hiyo ndio energy ya wingi wa pesa. Na chakula nacho ni vibration, kama ulikuwa hujui. Watu wengi huwa wanataka maisha ya kiwango cha juu, lakini miili yao imejaa uchovu. Na hapa ndipo mvurugano unapotokea. Yaani energy imekufa, nguvu inayowazunguka ni nzito, kwa sababu kila siku wanaingiza mwilini vitu ambavyo vinashusha vibration yao. Wanaingiza vitu ambavyo havifai kwa ajili ya miili yao. Lakini pale utakapoanza kula vizuri, kunywa maji ya kutosha na kula vitu vyenye uhai, mwili wako utaanza kuwa light, akili inakuwa sharp na macho yanaanza kung'aa. Siku zote huwa ninawaambia, ili vibrations zako ndani ya mwili ziwe juu, kwa sababu ili uweze kuvutia mafanikio ni lazima kwanza vibrations zako ziwe juu. Sasa ili ziweze kuwa juu ni lazima ule vitu vyenye afya.
Acha kula matakataka ambayo yanashusha vibration yako ya mwili. Vyakula visivyokuwa na thamani ndani ya mwili, hizi junk food tunaita. Pombe, vitu ambavyo havina value kwenye mwili wako, vinashusha nguvu zako za ndani. Na nguvu zako za ndani zikishusha, unakuwa huna uwezo wa kuamuru chochote hapa ulimwenguni. Yaani huwezi ukafanya spell yoyote ikakuletea matokeo. Hata maneno unayoyatamka, zile affirmations ninazowafundisha, haziwezi kuwa na nguvu kwa sababu wewe ndani yako una mtetemo wa chini sana. Kwa hiyo yale maneno yanakuwa ni dhaifu, yanakuwa sio powerful. Dini nyingi duniani zinakataza utumiaji wa pombe, lakini hazijaenda deep kuelezea kwa nini usinywe pombe. Zinaishia tu kusema ni dhambi, ukinywa pombe unaweza ukafanya vitu vibaya visivyofaa na mwisho wa siku ukatenda dhambi. Lakini naomba nikwambie siri hii hapa ya ziada. Unapokunywa pombe, mbali na wewe kutenda dhambi, mbali na wewe kufanya matendo yasiyofaa, lakini pia vibrations, nguvu zako za kiroho za ndani zinakuwa chini muda wote. Yaani hakuna maombi utakayoyafanya yakawa powerful kama mwili wako umezoea pombe. Kama mwili wako uko addicted na pombe, vibrations haziwezi kuwa juu. Kwa hiyo acha pombe, sio tu kwa ajili ya kutenda dhambi, lakini pia kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa ajili ya nguvu zako za ndani wewe mwenyewe, ili uweze kusaidika, ili uweze kuzungumza na ulimwengu ukupe kile unachotaka. Lakini pia mwili wako ukiwa kwenye energy nzuri, hata uwezo wa kuona opportunities unaongezeka, hata akili yako inakuwa sharp. Achana na junk foods, kula vyakula vyenye afya, ulishe mwili wako vyakula vizuri ili uweze kupata matokeo mazuri ya kimwili na ya kiroho. Na kitu kingine ni jinsi wewe unavyojiona, yani self-worth, ndio mlango wa utajiri unavyofunguka. Hapa naomba nisikilize kwa makini sana. Watu wengi hawana shida ya pesa, wana shida ya kujiona hawastahili pesa. Yaani wewe ambaye unasema ni maskini, hupati pesa, shida yako sio pesa. Shida yako ni kujiona wewe haustahili pesa. Sio, unanielewa? Na ndio maana mtu anaweza akapata opportunity kubwa, alafu yeye mwenyewe akaiharibu au akaikimbia, kwa sababu ndani yake anaamini mimi siwezi au mimi sistahili. Haongei kwa mdomo, lakini nguvu yake ya ndani inamwambia hiki kitu mimi siwezi. Na ndio maana watu wengine huwa wana guilt wakijitunza. Yaani wanajisikia hatia wakitunza miili yao au wakijipa raha. Yaani wanaona kama vile kuvaa vizuri ni kiburi, kuvaa vizuri ni kuringa au kujionesha, perfume nzuri ni anasa, kujipenda ni show off au kutumia pesa vibaya. Hapana. Kujitunza ni kuutangazia ulimwengu kwamba wewe unastahili. Ni kuiambia universe kwamba nipo tayari kwa kiwango kingine cha maisha. Kwa hiyo acha kujiona kwamba wewe haustahili. Amini kwamba wewe unastahili vitu vizuri. Unastahili kuvaa vizuri, sio kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe, kwa ajili ya kujiweka kwenye viwango vya juu zaidi, ili upokee vitu vya juu pia. Na ukifanya hivyo, universe inaona. Universe itakuletea vitu kulingana na wewe jinsi unavyojiposition. Wewe umejiweka kwenye nafasi gani? Umejiweka kwenye nafasi ya kupokea 1,000,000? Umejiweka kwenye nafasi ya kupokea mamilioni au mabilions? Yaani jinsi unavyojiposition ndivyo ulimwengu unavyokujibu. Kwa hiyo anza kujiona wewe unastahili. Anza kujiweka katika viwango vya juu ili uweze kupokea vya juu pia. Na naomba nikwambie kitu hiki hapa. Ukianza kubadilisha energy yako, utaanza pia kuvuta fursa tofauti. Mtu ambaye anajiamini, anaonekana vizuri, anayejitunza, huwa anavutia watu tofauti. Anavutia connection tofauti. Anavuta opportunities tofauti kwa sababu energy yake inasema, mimi siishi tena kwenye kiwango cha chini. Mimi ni wa juu. Na universe inajibu hiyo vibration. Kwa hiyo mpendwa wangu unayetazama hii video, usisubiri kuwa tajiri eti ndio uanze kujitunza.
Usisubiri pesa zije ndo ununue nguo za gharama uvae unukie vizuri. Hapana. Unakuta mtu anasema kabisa, nikifanikiwa ndio nitaanza kuvaa vizuri, nikishapata pesa ndio nitaanza kujitunza, yani nitapendeza, nitakuwa naenda saluni. Lakini ukweli ni huu hapa. Utajiri unaanza kwenye identity yako. Anza sasa hivi. Hata kama ni perfume moja nzuri, hata kama ni nguo chache lakini safi na zimepangiliwa vizuri, hata kama ni kujifunza kutembea kwa confidence, anza sasa hivi. Anza kuact kama mtu mwenye pesa. Anza kujifunza zile tabia za watu wenye pesa. Usiwe mtu wa kushauti tu. Unaweza ukawa umevaa vizuri, umependeza, alafu umetoka barabarani, labda unataka upande bodaboda au upande daladala uende mahali unapotaka kwenda, ghafla ukakuta hazipo. Afu unaanza kushauti, unalalamika. Sasa itakuwaje jamani? Bodaboda hazipo, mimi nitaendaje? Nina haraka. Hapana. Nishati ya pesa kwanza inahitaji utulivu, mtu anayezungumza kwa utaratibu. Na pia nishati ya pesa haihitaji mtu anayezungumza kwa staili ya kulalamika au kushout. Kama umekuta bodaboda hazipo, watulize watu walioko pale, waambie tulieni, mtapata usafiri, tutaondoka tu. Inawezekana haujui wataondoka kwa staili gani, lakini yale maneno yako yanatoa nini? Amri kwa ulimwengu, yanatoa energy ya mamlaka, kwamba huyu mtu anayezungumza hapa ni mtu mwenye mamlaka na ni mtu mwenye nguvu ya kuweza kuamrisha ulimwengu. Ukitembea barabarani ukakuta watu wanalalamika kuhusiana na ugumu wa maisha, pesa haionekani, biashara ngumu, wewe usijiunge nao. Usiende kuchukua energy ya chini. Yaani ukifika tu hapo ukajiunga nao, na wewe mtetemo wako unashuka chini. Unaungana na wale watu, unaanza kuvutia negative energy. Kuna watu huwa wanafukuza utajiri kwa energy yao wenyewe. Unakuta mtu anajidharau, anatembea na energy ya kukata tamaa, hajitunzi, anaongea vibaya kuhusu yeye mwenyewe kila siku. Ushawahi kukutana na mtu yeye kila siku anajitukana, anajilaani, alafu anajiuliza ni kwa nini maisha hayafunguki? Anajiuliza ni kwa nini yeye hafanikiwi? Leo nataka wewe ubadilishe hiyo hali. Kila asubuhi ukiamka jiulize, kama mimi tayari ningekuwa kwenye level ninayotamani. Yaani kama ungekuwa umeshapata zile pesa unazozitamani, je, ningejitunzaje? Hilo jibu utakalolipata, anza kuishi huo utaratibu kulingana na level yako uliopo sasa hivi, na utaanza kuona maisha yako yanabadilika. Naomba tamka maneno haya kama mimi ninavyotamka. Mimi ni sumaku ya utajiri na wingi wa pesa. Nina thamani kubwa sana. Uwepo wangu unavuta opportunities za kiwango cha juu. Universe inanifungulia milango ya mafanikio kila siku. Kama umefika mpaka hapa kwenye hii video, tambua kwamba haujafika hapa kwa bahati mbaya. Pengine universe ilitaka leo ukumbuke kwamba utajiri hauanzi kwenye wallet yako, hauanzi kwenye akaunti yako ya benki, unaanza kwenye namna unavyojiona wewe mwenyewe. Na kama unahitaji ushauri binafsi kuhusu manifestation, law of attraction, wingi wa pesa, kusafisha nishati yako au kuvunja vizuizi ambavyo vinazuia mafanikio yako, unaweza kunitafuta WhatsApp kwa kupitia linki ambayo nakuwekea hapo chini kwenye comments. Gusa hiyo comment ya kwanza kabisa. Hiyo linki itakupeleka moja kwa moja WhatsApp. Nitachambua nyota yako, nitachambua nishati ya nyota yako ni ipi na unatakiwa kuitumia vipi. Pia nitakuambia namba yako ya bahati ni ipi na namna ya kuitumia hiyo namba ili uweze kuvutia mafanikio na vitu vyote unavyovitaka maishani mwako. Na pia kwa wale ambao wanakuwa na changamoto zao binafsi, changamoto za kimaisha, za kimahusiano, za kibiashara na kila kitu kuhusiana na nishati, tutajadiliana kwa kina na nitakupa mwongozo. Nini unatakiwa kufanya, au ni kitu gani kilikuwa kinakuzuia wewe usisonge mbele, na nini unatakiwa kufanya ili kuondokana na hicho kitu. Unaweza kushare video hii na wale wote uwapendao ili na wao waweze kujifunza. Asante sana kwa kunisikiliza, na usisahau kusubscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.